asikilizwe raia kwamba nini anataka ili kuipatia amani nchi yake, anahitaji kitu gani, na baada ya kusikilizwa na kufanyiwa kazi mambo yake, na serikali na yeye awe tayari kuweza kuyapokea yale mambo ambayo yanayohitaji raia. Vitakapokuwa tayari hivi vitu, ninaamini kwamba tutarudi tena kwenye ile heaven of the world ambayo tulikuwa nayo kwa kipindi hicho. Hey guys, Mwanampotevu nimerudi, na leo narudi na hotuba ya Mheshimiwa Rais ambayo ndio hiyo hapo hiyo. Rasilimali zetu ni chache. Kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunapofanya. Lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo, tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani, kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza. Kupitia hiyo hotuba nafikiri kwamba tumeweza kuona au kusikia na kuelewa nini kinachoendelea. Na maana kwamba mama anazungumza, anaweka wazi kwamba kutokana na tatizo lililopo ndani ya nchi yetu kwa sasa hivi, au lililojitokeza ndani ya nchi yetu kwa sasa hivi, baada ya kuona yale machafuko ya Oktoba 29, kwa hiyo dunia imekuwa haituamini tena, na dunia imetuweza kutuacha kidogo kwa sasa hivi. Na maana kwamba hatuwezi kupata misaada kutoka nje, na hatuwezi tena kukopesheka mpaka pale hali itakapokuwa imekaa sawa. Ina maana kwamba hapa mama anasema kwa sasa hivi kutegemea na hali jinsi ilivyo, au kile kilichotokea, yale machafuko yaliyojitokeza siku ya uchaguzi, kwenye upande mzima wa uchaguzi, na zile fujo ambazo zilizojitokeza siku ile ya uchaguzi zimeweza kutia doa kwenye ulimwengu. Kwa hiyo mashirika mbalimbali kwa sasa hivi yamekuwa kidogo hawezi tena kutuamini kwa sasa hivi, kwa vipindi vya hivi sasa, kuweza kutukopesha au kutupatia misaada yao. Kwa hiyo mama anasema kwamba yeye anataka ili kuweza kufikia malengo ya kuendesha miradi yetu, ni lazima pesa zikusanywe kutoka ndani, swala ambalo inawezekana kwa upande wa nchi yetu tunapoenda kulifanya. Ina maana kwamba tunaenda kuzidisha viwango vya kodi ili kuweza kupata kuendeleza ile miradi ambayo iliyokaachwa kwa mara ya kwanza, pamoja na kuanzisha miradi mipya kupitia mapato kwetu sisi wenyewe, ambapo sio kingine, mapato hayo tunayozungumza ni kodi kutoka kwenye resources mbalimbali ambazo zipo hapa nchini. Na hapo ukizingatia, na maana kwamba kwenye biashara na mazingira mengine, na maana kwamba hapo watakapokuwa wamezidisha, anayekwenda kuathirika ni nani? Ni mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo ili kufikia kusolve hili tatizo, ina maana kwamba hapa panatakiwa majadiliano na maelewano ya haraka ili kuweza kuokoa hii situation, isiweze kumkaba mwananchi wa chini kutokana na uchumi uliokuwepo kwa sasa hivi. Ina maana kwamba hapa kinachotakiwa ni kwa upande zote mbili ziweze kukutana na kuelewana kwamba huyu asikilizwe raia kwamba nini anataka ili kuipatia amani nchi yake, anahitaji kitu gani, na baada ya kusikilizwa na kufanyiwa kazi mambo yake, na serikali na yeye awe tayari kuweza kuyapokea yale mambo ambayo yanayohitaji raia. Vitakapokuwa tayari hivi vitu, ninaamini kwamba tutarudi tena kwenye ile heaven of the world ambayo tulikuwa nayo kwa kipindi hicho. Lakini kama patakuwa hapana tena masikilizano baina ya raia na serikali, I think kwamba bado tutakuwa tunaendelea kugonga mwamba, na bado tutaendelea kupitia katika mapito magumu, kwa sababu raia mpaka sasa hivi wanachokihitaji, nafikiri kila mmoja anakielewa, na nini ambacho raia sauti yake ambayo anayopaza kwa ajili ya kukipata. Kwa hiyo ni lazima asikilizwe, aitwe, awekwe pembeni huyu raia, na sio kwamba wenyewe wanasiasa, kwamba waitani wanasiasa kama wanasiasa kwamba ni watu ambao wana desires ya kupata nini, ya kupata madaraka. Kwa hiyo wako rahisi sana kuweza
kuelewana na wanasiasa wenzao ili kuweza kuipata hiyo position ambayo wao wanayoitaka. Lakini huku raia ndio anayetoa sauti na ndio ambaye anayesababisha haya yote. Hata hizo vurugu ambazo zilizojitokeza ni vurugu ambazo ni za wenyewe raia kama raia. Kwa hiyo hawa raia ndio ambao wanatakiwa wasikilizwe ili waweze kuirudisha nchi yao katika ile balance ambayo ni ya mara ya kwanza. Na ili kuwasikiliza ni lazima serikali iweke nia ya dhati na ya makusudi kwamba ni lazima waweze kumsikiliza raia, na watakapomsikiliza kila ambacho atakachokuwa amekizungumza raia kwamba anataka hiki na hiki na hiki na hiki kisikilizwe na kifanyiwe kazi ili tuweze kuliokoa taifa, turudi tena katika ile dhamana ambayo tuliokapewa kwa mara ya kwanza ili tusiishishwe au tusipitie katika mazingira magumu kwenye nchi yetu.